Ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa UoN TV, karibu tena katika asubuhi nyingine, asubuhi ya kipekee, asubuhi ya Julai 25, katika mwendelezo wa tafakari zetu za mada ya asubuhi, na leo ukiwa na mada inayosema hakuna hata mmoja aliyekuwa mkamilifu, na mada hii imejengwa katika kitabu cha Wakorintho wa pili 4 na aya ya 7, naye anasema, lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili azama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Wanafunzi wote walikuwa na makosa makubwa wakati Yesu alipowaita katika utumishi wake. Hata Yohana, ambaye alikuwa na uhusiano wa karibu sana na yule aliye mpole na mnyenyekevu, mwenyewe kwa asili hakuwa mpole na mtiifu. Yeye pamoja na nduguye waliitwa wana wa ngurumo. Walipokuwa pamoja na Yesu, dharau yoyote iliyoonyeshwa kwake iliamsha hasira yao na hisia za upiganaji. Hasira mbaya, kisasi, roho ya kukosoa, vyote vilikuwa ndani ya huyu mwanafunzi mpendwa. Alikuwa na kiburi na mwenye tamaa ya kuwa wa kwanza katika ufalme wa Mungu. Lakini siku baada ya siku, kinyume na roho yake ya ukali, aliona upole na ustahimilivu wa Yesu na kusikia mafundisho yake ya unyenyekevu na uvumilivu. Alifungua moyo wake kwa ajili ya mvuto wa Mungu na akawa si msikilizaji tu, bali mtendaji wa maneno ya Mwokozi. Nafsi ilifichwa ndani ya Kristo. Alijifunza kuivaa nira ya Kristo na kubeba mzigo wake. Yesu aliwakaripia wanafunzi wake, aliwaonya na kuwashauri. Lakini Yohana na ndugu zake hawakumwacha. Walimchagua Yesu, ijapokuwa makaripio hayo yalikuwepo. Mwokozi hakujiondoa kutoka kwao kwa sababu ya udhaifu wao na makosa yao. Waliendelea hadi mwisho kushiriki majaribu yake na kujifunza masomo ya maisha yake. Kwa kumtazama Kristo, walibadilishwa tabia. Kama wawakilishi wake miongoni mwa wanadamu, Kristo hawachagui malaika ambao kamwe hawajaanguka, bali wanadamu, watu wenye hisia zinazofanana na za wale wanaotafuta kuwaokoa. Wakiwa wamekuwa hatarini wao wenyewe, wanafahamu hatari na ugumu wa njia, na kwa sababu hii wanaitwa kuwafikia wengine walio katika hatari kama hiyo. Kuna roho zilizochanganyikiwa kwa mashaka, zilizolemewa na dhaifu katika imani na haziwezi kumfahamu asiyeonekana, lakini rafiki ambaye wanaweza kumwona akija kwao badala ya Kristo, anaweza kuwa pete ya kuunganisha ili kushikilia imani yao itetemekayo juu ya Kristo. Tunapaswa kuwa wafanyakazi pamoja na malaika wa mbinguni katika kumwakilisha Yesu kwa ulimwengu. Rafiki msikilizaji, tumeweza kusikiliza tafakari yetu makini ambayo inasema hakuna hata mmoja aliyekuwa mkamilifu, ya kwamba katika wanafunzi ambao Yesu aliwachagua, kila mmoja alikuwa na madhaifu. Nitoa mfano wa Yohana pamoja na nduguye, ambao walikuwa na hasira, walikuwa na dharau, walikuwa wakali, walikuwa walipizaji wa kisasi, lakini tunaambia kwamba walipokaa na Yesu, walipokaa na Mwokozi, walibadilishwa tabia, wakafanana
na Yesu Kristo katika tabia. Walikuwa wanyenyekevu, walikuwa wapole, walibeba utume, lakini hayo yote ni kwa sababu walimtazama Yesu Kristo. Lakini jambo jingine ni kwamba Yesu hakujitenga nao pamoja na udhaifu wao, lakini aliwaonyesha mfano, akawapa kielelezo kwa upole, wala hata hakuwakaripia. Wakabadilishwa, wakawa nuru kubwa kwa jamii. Nasi Mungu anatupa mfano huu ya kwamba sisi tumfahamu yeye, tubadilishwe tabia. Baada ya hapo tutoke tukawavute watu, tukawaelekeze, tukawahubiri, tukawalete kwa Kristo, kwa kuwa sisi tunafahamu ya kwamba mwanzoni tulikuwa na udhaifu. Hivyo tunapoendea wale ambao ni dhaifu, tunajua kikamilifu tuna uchungu nao na Mungu atawabadilisha. Wito katika siku ya leo, wito ni huu. Wito unasema tunapaswa kuwa wafanyakazi pamoja na malaika wa mbinguni katika kumwakilisha Yesu kwa ulimwengu. Bwana akubariki, Bwana akutakie siku iliyo njema. Siku ya leo ikawe ni ya mibaraka kwako. Nikualike tena katika asubuhi ya hapo kesho katika mwendelezo wa mada zetu, na kesho tutakuwa na somo makini sana, linasema inapaswa kuwa mtu binafsi. Inapaswa kuwa ya mtu binafsi. Ni tafakari ya kesho. Usikose kufuatilia kupitia Yoeni TV. Bwana akubariki.